Ndugu zangu wa Tanzania, ndani ya miezi 6, daktari mkuu wa magonjwa ya uchumi duniani, Bwana Xi Jinping, amewatibu wafuatao. Waziri mkuu wa Canada alikwenda China kutibiwa magonjwa ya kiuchumi. Waziri mkuu wa Finland alikwenda China kutibiwa magonjwa ya kiuchumi. Waziri mkuu wa Uingereza alikwenda China kutibiwa magonjwa ya kiuchumi. Waziri mkuu wa Hispania alikwenda China kutibiwa magonjwa ya kiuchumi, na kiongozi wao mkuu, rais wa Marekani, ndio amemaliza sesheni yake ya kutibiwa magonjwa ya kiuchumi na daktari mkuu wa magonjwa ya kiuchumi, Bwana Xi Jinping. Watanzania, dunia inaelekea pazuri sana kama tu tutajitambua. Ila tusipojitambua, bado wakoloni watatumia hiyo faida kutunyonya. Kwa sababu mimi nasikiliza wachambuzi wengi sana wa matatizo ya Kiafrika. Wote wanajua kuelezea matatizo, lakini hawajui kuelezea njia ya namna tunatokaje kwenye haya matatizo. Nirudi kwanza kwenye safari ya Bwana Trump. Amefanikiwa, hakufanikiwa? Trump kiasilia ni mzee wa madili, mzee wa real estate agent, na wengi marafiki kama hao. Mzee wa madili, dalali. Kwa hiyo dalali hawezi kukubali asipate hata kidogo. Ndio sifa ya dalali. Kwa sababu sifa ya dalali huwa anadalalia kitu ambacho hana uchungu nacho. Ndio sifa kuu ya dalali. Kwa hiyo mzigo hata wa bilioni ngapi, dalali akipata hata milioni 1 kwake ni faida, hayana hasara. Sasa dalali Trump, kwa kuwadalalia raia wa Marekani kwa faida ya mabepari, amepata kiasi. Kwenye video yangu iliyopita niligusia issue ya Boeing, na Boeing walikuwepo. Boeing, kwanza kabisa kulikuwa na B3 zimediskasiwa. Wengine wanasema ilitakiwa zidiskasiwe T3: trade, Tehran na Taiwan. Unaona biashara, issue ya Iran na Taiwan. Sasa kabla hajapanda Air Force One kuja China, si aliambiwa issue ya Taiwan asigusie kabisa? Labda Tehran, Iran na biashara ndo vimediskasiwa. Sasa hapa kwenye biashara ndo wameweka T3: Boeing, beans, marage, na beef ni nyama. Marekani anauza nini China zaidi ya hivyo vitu? Ndege. Na hapa kwenye ndege pia China anamuumizia akili. China anaumiza akili. Wewe siwezi kukupa hela nyingi hivyo kwenye ndege wewe. Lazima na sisi tutatengeneza ndege tu. China wako kwenye vita ya kumiliki pia teknolojia ya ndege za biashara. Kumbuka hizi ni passenger plane, sio hizi military plane. Military plane ndio kitu cha kwanza masuperpower wanapenda kukimaster. Sasa hapa kwenye B3, Boeing namaanisha ndege, beef nyama, wa China wanakula sana manyama yao, au mnayajua, pamoja na beans, soya beans. Trump amefanikiwa. Tuanze na ndege. Kwenye ndege, Boeing walikuwa wanalilia wapate tenda ya ndege 500. Kumbuka huku nyuma nilikwambia waisha kanseliwa dili lao la ndege 600. Sasa hapa kwenye ndege amepewa ndege 200. Wamepewa oda ya kutengeneza ndege 200. Kwa nini hawakupewa 500 na 200? Trump anadharau sana. Kwa maana wamepewa 200 na Wafaransa wamekula iliyobaki. Na hisi Wafaransa wamekula iliyobaki kwa sababu Mfaransa naye ni mtengenezaji mzuri wa ndege za abiria, Airbus. Kwa hiyo wamepewa utengenezaji wa ndege 200. Kwa Trump hiyo ni faida, sio bure. Tukija kwenye mazao, kumbuka kwenye ile vita ya kodi, soko la walikuwa wameshapewa wa Brazil. Yes, China bembelezi wewe. Brazil alikuwa ameshapewa hiyo tenda ya kuuza maharage na vitu vingine vya mazao ndani ya soko la China. Kwa hiyo kwenye maharage pia wamerudishiwa soko, sijui ni kiasi gani, pia na nyama. Lakini kwenye Boeing wameshatuambia wameshapewa tenda ndege 200. Kwa nini dalali Trump hakupewa wanavyotaka? Trump anadharau by nature, na hii dharau yake ni kutokana na malezi, hajui shida. Moja ya kauli za Trump ambazo zinapenda kuigharimu Marekani ni hizi hapa, isikilize kidogo. But China needs us much more than we need them. Kwa maneno mafupi, Trump anadai hivi: yaani wa China wanahitaji Marekani kuliko Marekani inavyohitaji wa China. Sasa nimesha kufundisha
Kwa dunia yetu ya sasa, ukitaka kuwaelewa hawa viongozi wa magharibi, badilisha sentensi zao. Marekani ndio wanahitaji China kuliko China inavyohitaji Marekani. Kwa sababu wa China wameshajifunza, na wanaonifuatilia vizuri kabisa, liko gazeti, sijui walikuwa ni wa Uingereza, sijui ni Marekani, lilimwambia Trump kwamba wakati anaapishwa, wa China wameandaa trilioni 1.5 US dollar kupambana na wewe kwenye masuala ya kodi. Kwa nini? Kwa sababu tayari Mchina alikuwa ameshamsoma Trump kwenye temu yake ya kwanza kwamba huyu sio mtu wa kuelewana, ni mtu wa kulazimisha. Ana ile American ego kwamba sisi ndio wababe wa dunia, tukisema kitu lazima utii. Kwa hiyo Xi Jinping, hiyo ndio raha nchi sio kuwa na demokrasia. Nyie mnabadilisha katika jina la demokrasia. Kwa wenzako wana mtu mmoja anayesimamia ambacho ameshaelewana. Ndugu zangu, aliyekwambia demokrasia na maendeleo nani? Huyu atuje hapa atuchanganulie demokrasia na maendeleo. If Western democracy can pave the way for development of a certain country, somebody come and tell us. Mtu yeyote ambaye anaamini kwamba mfumo wa kina Chadema, Chauma, CCT, BAKWATA, Luterani, Katoliki unaleta maendeleo, aje atuthibitishie kwamba huo mfumo tukisimamia utaleta maendeleo. Kama kwao hujaleta maendeleo, kwa nini wanatuhubiria sisi Watanzania demokrasia haina maendeleo? Na niweke wazi, demokrasia ya magharibi. Kwa hiyo wakati Trump anarudi madarakani, Wachina walikuwa washamsoma kwenye msimu wake wa kwanza. Yani ilikuwa ni mechi ya marudiano tuseme. Yani kwamba walikuwa washacheza timu ya kwanza miaka 4, kwa hiyo walikuwa wanarudi kwamba yes, wewe tushakusoma wewe. Wewe ndio yule uliojaa ile American ego kwamba hamkubali kwamba mmeshadondoka. Kwa hiyo wakamwandalia dola trilioni 1.5. Liko gazeti liliandika na nikawapa kwenye video zangu nazo zitengenezaga. Kwa hiyo Xi Jinping alijua anadili na nani. Ndio maana Trump amepigwa knockout. Hiyo ni knockout kabisa. Rais wa Marekani anasafiri kutoka Marekani kwenda China. Nani mwenye shida hapo? Na nimekutajia msururu wao wengine ambao wamesha kwenda. Wewe una shida unakwenda Marekani? Like really? Una shida unakwenda Umoja wa Ulaya? Ndugu zangu, zama za mabepari kukaa kikao kutupangia bei ya maisha zinafika mwisho. Na sisi wa Tanzania tusijizime data. Hatuna msingi wa kibepari kwenye nchi yetu. Tunakwenda kuandika mfumo wetu wa maisha. Mabepari lazima tuwa control kama China inavyo control mabepari kwa faida ya wananchi wote. Ngoja nimsaidie Baba Levo na Babu Tale wanaopiga kelele bungeni hata hawaeleweki. Tofauti ya China na Marekani ni hii. Marekani inaendeshwa na watu milioni 40, ndio 10%. 10% ya matajiri wa Marekani si ndio milioni 40. Marekani ni nchi ya watu milioni 300 kwenda 400, si ndio? 350 sijui 400. Sasa chukua 10% ya hao watu pale Marekani, wanashindana na China yenye watu bilioni 1 na milioni 400 ambao wote ni wazalishaji. Nirudie tena. Ndani ya China B1.4 wote ni wazalishaji. Hata mimba zinafanya kazi. You don't know but I know. Kwa hiyo hebu niambie, watu milioni 40 ambao ndio mabepari wa Marekani, waendesha uchumi wa Marekani, wanashindana na watu bilioni 1 na milioni 400. Kuna uwiano kweli ndugu zanguni? Hiyo vita ina uwiano kweli? Na sisemi haya, nasema mimi. Ndani ya Marekani hiyo debate wameshaiweka sana, wakasema kama mfumo wetu wa kiuchumi na kisiasa hauwezi kutusaidia kupambana na China, tuiache China itawale dunia. Kwa sababu hatuwezi kupigana vita ambayo tunajua kabisa tumeshaishindwa. Tabaka la juu la watu 10% lipambane na China yenye watu 1.4. Hatuwezi. Kumbuka, wingi sio silaha. Inabidi muwe wengi alafu muwe organized. Muwe katika mfumo mzuri unaoeleweka. Kwa sababu hata Wahindi ni wengi kuliko wa China, lakini Wahindi wanaharibiwa na demokrasia. Hata wa Nigeria ni wengi kuliko wa Iran, lakini wa Nigeria hawezi kupigana na Marekani, lakini Iran inapigana na Marekani. Kwa hiyo muwe wengi, muwe organized. Tafsiri yake ni nini? Hata sisi wa Tanzania milioni 60 tunaweza tukawa superpower kama tukiwa organized. To be organized means to kill democracy, kuiua democracy. Tunavyozungumzia maendeleo ya taifa la Tanzania, tuue itikadi za kidini na itikadi za kikabila. Basically itikadi za kabila tumeshaua siku nyingi. Hata wazungu wanajua. Tumeletewa itikadi ya democracy.
lazima Watanzania tutengeneze mfumo wa kufanya kazi wote, tuzalishe wote na tupange bei wote. Lakini Bahresa na Mona, GSM na Azania wanatuambia wao watatusagia unga watuuzie. Aje? Hiyo kitu China haipo. Hiyo kitu iko Marekani na Ulaya. Kwa hiyo kwa kifupi kabisa, Dalali Trump amepata kwa kiasi kidogo, sio kama alivyotaka. Na amepata kiasi kidogo kwa sababu ukimpa sana Trump ataleta dharau, kama anavyosema kwamba China needs us more than we need them. Wa China wanatuhitaji sisi kuliko sisi tunavyowahitaji wao. Geuza. Wewe unatafuta soko la maharage na nyama. Huko mwenzako, hivyo ni vitu ambavyo China anajua anaweza kuvipata sehemu yoyote. Kuna kauli ya Trump ambayo watu wengi hawaielewi, inauma sana. Nikuchezeshea hapa alafu nikwambie maana yake. World Trade Organization, which was owned by China. It was owned and paid for by China. They were making from us $1 trillion a year. They were ripping us off like nobody's ever ripped us off. And by the way, we have other countries that were just as bad. World Trade Organization, shirika la biashara duniani, lilianzishwa na magharibi. Yaani hao madalali, kwa sababu nikisema magharibi ni madalali, kwa sababu wao wanajiendesha kicapitalist, kidalali. Walianzisha hili shirika lao 1995. Wakamkaribisha China 2001. Karibu kwenye chama cha kibiashara duniani. Manake walilianzisha ili shirika, wakaweka sheria wenyewe. China akaja. Leo hii Trump anakuambia shirika la biashara duniani, World Trade Organization, is owned by China. Linamilikiwa na wa China. Kwa nini? Kwa sababu linawafaidisha wa China kuliko wale madalali. Kumbuka ili shirika la biashara duniani lilitengenezwa na madalali. Yaani kama ni mfumo wa utaratibu wa biashara, ili biashara ziende zinavyotakiwa vizuri, pasiwe na msuguano na nini. Unajua China akapewa masharti, akasema karibu kwenye club, lakini club yetu kujiunga masharti ni haya. China akasema mbona mimi naweza tu hizi sheria, mbona mimi naweza nikacheza nazo? Sasa leo hii Trump anatuambia World Trade Organization is owned by China. Wakati waanzilishi ni wao madalali, lakini China leo hii analicontrol. Ni kweli China analicontrol kwa sababu si linamfaidisha yeye. Imekuwaje ili shirika limfaidishe China kuliko wao? Wao wako busy kuwanyonya raia wao. China yuko busy kuwafaidisha raia wake ili wawe na nguvu ya kujenga taifa lao. That's the difference. Tofauti ya Marekani na China ni kwamba bepari wa Marekani anawaza kuwanyonya raia wa Marekani ili awe tajiri zaidi, wakati China, serikali ya China, serikali ya Xi Jinping inapambana raia wapate chakula na malazi period. Unafikiri binadamu anahitaji kitu gani? Hizi rhetoric za madalali wa Marekani kutuambia kwamba wa China wanateswa. Hivi kuna binadamu anaweza kuvumilia njaa duniani? Wa China yale ni mafuriko. Wale wanahitaji kula, kulala, kazi. Imeisha hiyo. Wanatuletea uhuru wa kuvua nguo, uhuru wa kuitukana serikali, uhuru wa kuandamana, uhuru wa kuabudu. Wakati unabeba madini yetu, unachezea ardhi yetu, unaweka kwenye ndege unavyovivuna kwenye ardhi yetu, unakwenda kuuza, halafu unatuambia uhuru wa kuabudu, demokrasia, free sijui nani, halafu ndio tukupe msaada. Kumbe the very same hela unayotupa umevuna kutoka kwenye shamba letu. Watanzania, hivi ni nani atakudanganya kwenye dunia leo kwamba Marekani anakupa fedha ya bure, Umoja wa Ulaya unakupa fedha ya bure, wakati Umoja wa Ulaya unakwenda kupiga magoti kwa Xi Jinping? Marekani anakwenda kupiga magoti kwa Xi Jinping. Mtanzania, Xi Jinping amefikaje pale? Kwa sababu wote wanafanya kazi. Lazima tukwambie ukweli. Babu Tale anatumia dakika 10 anamuomba sijui waziri wa afya akajenge hospitali, sijui akajenge nini. Huyo waziri anapata wapi fedha? Akaiabudu World Bank na European Union. Kwa sababu literally kelele za bungeni hazileti maendeleo. Inabidi watu wafanye kazi. Serikali haina fedha, inapata wapi fedha kama si hatufanyi kazi? Tusubirie wadalalia ardhi yetu na watu nyonye damu ndio wapate fedha ya kujenga nchi yetu? Inabidi tubadilishe mfumo wa sheria za kiuchumi na sheria za kisiasa, tufanye kazi. Tupate fedha ya kujenga hizo miundombinu. Watu wanapiga kelele. Watu wanaleta comedy bungeni. Watanzania, dunia leo mnataka mdanganyweje? Marekani anakusaidia, yeye anapata wapi? Ulaya wanakusaidia, wao wanapata wapi? Kwa kifupi nisiongee sana, Trump ni mgonjwa aliyekwenda kutibiwa China, magonjwa ya kiuchumi. Kwa hiyo tunapokuwa na magonjwa ya kiuchumi sisi wa Tanzania, ni marufuku kwenda Marekani na Ulaya. Lazima tuende China. Huyo ndio daktari mkuu wa magonjwa ya kiuchumi. Inajulikana.
Hatuwezi kuwa na matatizo afu mtuambie eti mmekwenda kwa Marekani au European Union. Nimesikia kuna taarifa Rais Samia amewazuia delegate ya European Union kuja kutukagua kwa kilichotokea Oktoba 29 kwamba project yao ilifanikiwaje. That's literal European Union wanataka kuja kutufanyia kwamba ile project yetu ya kuichafua nchi ilifanikiwa kwa kiasi gani. That's what they wanna do. Watanzania, daktari wa kiuchumi duniani ni China. Msikilize China, utapona magonjwa yako ya kiuchumi. Na moja ya method, njia ambayo daktari anaihubiri ni watu wote wafanye kazi, watu wote wazalishe, na sio kikundi cha watu kinachoitwa mabepari kuzalisha kwa niaba ya wengine. Hiyo ni marufuku. Hakuna taifa linalojengwa kwa staili hiyo duniani. Wairani wanafanya kazi wote, Wachina wanafanya kazi wote, Warusi wanafanya kazi wote. Kidogo ni wagusie Warusi. Warusi, unajua kwa nini Warusi vita ya kiuchumi imebaki ya Marekani na China? Kwa sababu hao ndio wenye njaa. Urusi hana njaa. Kila ambacho Marekani anakipigia kelele, Warusi wanacho. Ile ardhi yote ya Warusi ina kila kitu ambacho Marekani ana shida nacho, China ana shida nacho. Yaani kitu ambacho Warusi wanakifanya ni kujimarisha kiulinzi, kulinda chakula walichonacho ambacho ni kingi, huku wakitafuta teknolojia bila kuwa na haraka. Ndugu zangu, ukiwa una uhakika wa chakula katika maisha yako, huna haraka siku zote. Kwa sababu huko duniani tunachohangaikia ni shibe, hakuna kingine. Ni kitu gani kingine tunachokihangaikia? Kwa sababu ukishashiba utajenga sehemu ya kulala, imeisha hiyo, mnazaana tu. Kwa hiyo Warusi wana kila kitu. Kwa hiyo stress yao ni kulinda mali yao. Kama ni hizo AI watazipata tu. Unakuja na AI yako wanakupangia masharti wao kwa sababu wewe ndio una shida. Yaani unavyopiga hodi Urusi, wewe ni una shida, sio wao. That's the difference between China and America. Ukija kwa China ana stress kuhakikisha watoto wake wote B1.4 wanashiba. That is the biggest stress. Sasa na baba mwenye watoto wengi inabidi apambane kupata chakula kwa ajili ya wale watoto. Kwa stress ya Xi Jinping tofauti na stress ya Putin. Stress ya Marekani, umaskini uliokithiri kwa majority. Na wanaolisha majority ya Marekani ni mabepari. Kwa mabepari watanyonya wapi? China, Urusi wana kila kitu, hawana haraka. Urusi hawana haraka kwa sababu wanacho kila kitu. Tanzania, niwakumbushe kuna vita mpya inaitwa AI. Tukiruhusu hii teknolojia ikaingia, tujabadilisha mfumo wa kiuchumi, nchi nzima itauzwa kwa watu. Kwa sababu so far kuna kipande cha nchi kimeuzwa. Nitumie hilo neno kali, kwa sababu uwekezaji wa capitalist ways ni kuuza nchi. Kwa AI zinakuja, kuna watu wanatafuta mashamba ya cooperate kwa AI. Nikupe mfano, kuna video iko viral, jamaa ameenda dukani kununua kitu. Huyu ni jamaa wa Fox News. Amekwenda kununua kitu, anauziwa na robot. Angalia hiyo video kidogo. Our food order to a very special worker. This is the Family Mart convenience store in Beijing. Inside is a Galbot robot. The dominance of AI. Beijing is trying to lead the way in AI and also in humanoid robots. Let's go inside. This is the first of its kind for this kind of interaction. If you want to order something, hello, can I get a sausage, please? Okay. Kaochan, 8.8 yuan. This is the first of its kind, moving a little slow, but Galbot is actually in 50 different pharmacies, warehouses, handling 300,000 orders around the country. This is the first of its kind here, and they say there are going to be many different iterations. The question is, it's the same thing that the U.S. is dealing with. Will this replace human workers? Umeona? Sasa kuna marobot kama haya yanakuja, yatalima, yatafanya shughuli mbalimbali za uzalishaji, hata kuchimba madini. Imagine robot kama hiyo unaliingiza underground ardhini huko, wewe unalioperate tu, umekaa huko jua, linavuna madini linakuletea. Unachukua madini unapeleka kwenu. Tunabakije? Tukiruhusu hii teknolojia AI ikaingia Tanzania kabla hatujabadilisha mfumo wa kiuchumi, nchi nzima itauzwa. Tutaanza kuuana kama South Africa. Unajua South Africa watu hawaelewi chanzo nini. Chakula wameshanyang'anywa wale blacks. Wanacho wazungu, na hao wazungu hawataki kula kile chakula na wa South Africa weusi. That's the core
reason of the all chaos in South Africa. Hiyo ndio sababu kubwa ya machafuko ya South Africa. Kile chakula wameshawanyang'anya chakula, alafu wanatafuta watu wengine wa kuwanyonya, kwa sababu South Africa wamejitambua hataki kunyonywa. Lakini hao weupe wangechangamana na hao weusi kama nchini yao kweli, wakavuna wote wakala wote. Yaani machafuko ya Afrika Kusini na machafuko ya Marekani yana tofauti gani? Wachache kumiliki riziki ya wengi. Nisiongee sana. Dunia inakoelekea tunaiona. Watanzania tusikubali tukaingizwa kwenye mikataba mikubwa ya masuala AI, rasilimali zetu kuvunwa, huku tukiahidiwa ajira kabla hatujabadilisha mfumo wa kisiasa na mfumo wa kiuchumi. Kwa sababu mfumo wa kisiasa na mfumo wa kiuchumi ndio tutamiliki nchi yetu. Trump ndio mgonjwa wa mwisho kutibiwa na Xi Jinping, daktari mkuu wa magonjwa ya kiuchumi. Hatujui mgonjwa anayefuata ni nani. Daktari wa kiuchumi duniani ni Xi Jinping. Usijizime data. Tuelimike, tusiwe wasomi.